Wapi nduru ya Winnie? Asante, asante, asante. Tunyamaze basi. Tunyamaze. No, shukisha bana. Push it down a little. Down. Shukisha. Asante, asante. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kisii. Mambo si rahisi hapa. Kwanza, in fact, let me start in English because of Richard's children, many children. Richard, I don't know why you're a senator here. Your strategy is to have children all over so they all become your votes in this country. First of all, ningependa kusema pole, my deepest condolences on behalf of my family and my mother, Dr. Aida Betty Odinga, to the family of Mama Teresa. Losing a mother is not something easy. In fact, losing anybody that's very close to you is not very easy. Hata ukiwa senator ama governor or anything that you are, when that happens, unarudi ukuwe mtoto tu. So poleni sana. Here, I'm seeing a lot of things are happening hapa leo. Ndugu yangu Bwana Osoro. Vile nimeona hapa, itabidi kama sisi kama wageni tukiondoka, utakuja na sisi kwa sababu hapa hiyo mambo yenyu sioni kama itaboa. Sidhani. I don't see it happening so well. Niko na space kwa chopa usijani. Uko sawa. The problem that I'm seeing here ni kwamba viongozi hapa Kenya sana sana wale wako serikali hawajui kuongea na watu. Kama wewe ni viongozi lazima uongee na watu na heshima. Si kila saa unakuja mbele yetu unasema nitakutisha, wewe nitakumaliza, wewe utaniona, nyinyi mtajua. Hapana bana. We're also human beings. Which is why a funeral like this is a very important thing. Kwa sababu tukumbusha kwamba sisi wote ni binadamu. Na ground ndio itasema. You have to pick where you are standing. And you have to come out strong. Kuna watu wengine, jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani. Na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi juu Shylock anamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu iko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line cut hapa, na ako na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana wana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya
is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi ni kulinda how would you say it? Ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Who said wajaluo wajui Swahili? Umesikia? That is the work of that office. And therefore, as public servants, I think we need to take a little step in how we treat each other, how we talk to people. We need to pay more attention to the people on the ground. We need to listen to them. And with that, I'm leaving now. Sorry if you want a ride still. But asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama yetu mpendwa mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana dada yetu Winnie Odinga. Sasa tutabadilisha protocol kidogo, na sababu kuna ndege inamgoja Edwin Sifuna itakuwa inaenda hivi karibuni. So I will speak for a minute, call Senator Okongo Mogeni to bring Edwin Sifuna. Sasa kwanza ningependa kurudishia watu wetu shukrani kubwa sana. Abantu baminto mbiyamo na soko mwenyo monginoyo na masikania manene. Inwe na abantu abaya sana. Egento kiakabere. Mbatebye Babu Owino ataongea ikifika hiyo wakati. Asante, huyo kijana amekuja na picha ya Matiang'i. Asante. Egento kiakabere na atakamba tebye, it is high time abagusito chamo tokorega asiamo intunaba antabaya naende ntosikire Kenya ngima gokorera ntebembi ya mono ase kamati ya gusiga ne ya Nairobi ya koretega asiga naende mbatebiga inche. I have been frustrated in bunge by mtu anaitwa Moses Wetangula na William Ruto kwa sababu ya mimi kusimama na huyu Fred Matiang'i. Wacha hiyo vita hapo tafadhali. Ayetiga tigesege hiyo. I have been frustrated by Wetangula na William Ruto kwa sababu ya kusimama na huyu Matiang'i. Na mimi nasema because William Ruto has messed up our economy. William Ruto has messed up education. William Ruto has messed up everything. William Ruto must for the economy to change. William Ruto must for education to improve. William Ruto must. Asanteni sana, naenda abantu baboge tutu togendere gotaramo. Sasa